Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawaida mimi wananiita Salim Ngugi wa Nyoike, sijui wewe wanakuitaje kwa bahati nzuri? Wananiita Brian Sagin. Brian Sagin. Brian. Asante sana, tukitumia Brian pia iko sawa. Brian Muislamu, Kristo? Mkristo. Mkristo. Mbona unakuwa kama uko na shaka ama unaona haya? Unajua sioni haya kwa dini, kwa sababu mimi naweza sema nilisaliwa tu, wazazi wangu walikuwa Wakristo. Sio choice yako? Si chaguo langu. Sio chaguo yako? Ni dini. So ni venye tu umejipatikana pale kwa ile bahati yako ukapatikana pale, wewe ukajipata pale, lakini wewe hujachagua Ukristo. Je, una swali gani ya kuuliza Waislamu? Mimi swali langu ni mbona Mkatoliki anasema dini yake ni mzuri, Muislamu anasema dini yake ni mzuri, Mkristo anasema dini yake ndio mzuri. Sasa ukweli ni gani? Ukweli ni gani sasa? Ukweli uko hapa. Hakuna dini inaitwa Ukatoliki na hakuna dini inaitwa Ukristo. So haiwezi kuwa kweli mpaka uwe nayo. Kwanza huwezi kusema kitu ni kweli na huna. So hakuna dini inaitwa Ukristo. Nisikize vizuri, na hakuna dini inaitwa Ukatoliki. Hizo zote haziko. Muislamu anakuambia dini ya Uislamu ni ya ukweli kwa sababu 3:19 Qur'an iko. Lakini wewe huwezi kusema kitu ni kizuri wakati hakiko. Sasa wewe unasema 3:19. Tupe vipi? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. So Uislamu peke yake duniani ndio dini ambayo imetambulika katika vitabu. Hakuna dini nyingine inatambulika. Hiyo dini unasema ati Katoliki. Katoliki sio dini, ni dhehebu. Ukristo sio dini. Hakuna mahali inasema Ukristo ni dini wala mahali inasema Katoliki ni dini, haimo. So hizo ni wewe unajisemea, ndio unaona haziwezi kuwa za kweli. Moja ndio ya kweli ambayo ni Uislamu. Chenye kinanisumbua moyo sana ni lete hiyo inakusumbua moyo tuitibu. Yesu Kristo ambaye mnamuita Isa, alikuwa anafunza watu kuhubiri kuhusu ufalme wa mbinguni. Hii yenye watu hawafanyi saa hii. Na ukihubiria mtu Roho wake, Roho Mtakatifu mwenye alitumwa akuje kufunza watu, akiingia ndani yako, sasa ndio yule mtu mwenye unafunza ataona Roho wa Mungu anaona kuna uwepo pale. Kwani Yesu hakuwa na dini? Yesu nani alikuwa ndani ya dini? Dini yake ilikuwa ni gani? Siku ya Sabato. Sasa siku ya Sabato siku haiwezi kuwa dini. Siku kuna siku ya Jumapili, kuna siku nauliza kidogo tu utasoma. Dini yake ilikuwa gani? Alikuwa Mkristo, alikuwa Muislamu? Alikuwa Mkristo. Wapi inasema Ukristo ni dini? Tuanze na hapo. Ndio awe Ukristo, lazima kwanza iwe Ukristo ni dini ndio awe Mkristo. Andiko gani inayosema Ukristo ni dini? Ama inayosema Yesu alikuwa dini yake Mkristo? Sasa Biblia inasemanga on the Sabbath day Jesus stood in the temple, the synagogue, akasoma kitabu cha Isaiah. So on the Sabbath day, the Sabbath day, it was the day of the Christians now. Wapi mahali imeandikwa? Hata naenda nikikupa chance nyingi. Wapi imeandikwa the Sabbath day ni siku ya Wakristo? Kitabu gani tukisome ili watazamaji waone? Ukisoma Biblia, sheria za Mungu 10. Sheria ya 4 nasema aje? Sijauliza sheria, nauliza wapi inasema Sabato ni ya Wakristo? Kwa sababu wewe nimekuuliza wapi Ukristo ni dini, wapi Yesu alienda katika Ukristo, ukaluka ukaniambia Yesu alienda siku ya Sabato, ukaniambia Sabato ni siku ya Wakristo. Nikakuuliza ina humble way, wapi ambayo imeandikwa Ukristo Sabato ni siku ya Wakristo? Tena umeanza kudoji, unaenda huko ni siku ya Wakristo. Siku ya Kristo. Ni wapi imeandikwa Sabato ni siku ya Wakristo? Sabato ni siku gani kwanza? Nataka nijue. Kabla ya kujua Sabato ni siku gani. Sabato ni siku hii Qur'ani. Tuangalilie 7:163. Sisi tutakujibu. Lakini wewe najua yote maswali unahepa. Sasa inasemaje?
Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kwa sababu lengo letu ni kutukufundishe, hatutaki kwenda mambo mengi. Sikiza, umeuliza Sabato. Naulizeni habari za mji ambao ulikuwa kando ya bahari. Watu wa mji huo walipokuwa wakivunja sheria ya Jumamosi, walikuwa wanavunja sheria ya Jumamosi. So Jumamosi tumeelezewa ndani ya Qur'ani ni Sabato. Ilikuwa ni Sabato na ilikuwa wamepewa watu walikuwa kando ya bahari siku ya Jumamosi ni Sabato. Sasa wapi inasema siku ya Jumamosi ni siku ya Wakristo wapi? Siku ya Sabato sasa hiyo mimi sinajua ni siku ya Wakristo, the Christians. Wewe ndio unajua, lakini haijaandikwa popote. Ni wewe unajua. Mkristo ama alikuwa Muislamu? Tutakuja kwa Paulo. Ndio nimeuliza kwa Yesu kwanza, tumalizane kwa Yesu tuende kwa Paulo. Yesu alikuwa Mkristo. Kwa ushahidi gani? Tusaidie kaka yetu. Siku ya Sabato akasimama mbele ya sinagogi. Siku ya Sabato Waislamu wanasimama mbele ya msikiti wanaabudu. So siku ya Sabato ni siku ya Jumamosi. Waislamu wanaenda msikitini mara 5 kwa Wakristo wa Jumamosi wanaenda, si eti hizi zenye wanafanya hapa. Nimeuliza tu ili utueleweshe. Unajua sasa unatupiga chenga, unaenda hivi unaenda hivi, lakini hujatuonyesha chochote. Nimeuliza una ushahidi yoyote Yesu ni Mkristo? Any evidence, hide evidence ambayo inatuonyesha Yesu ni Mkristo in humble way. Mimi niko na evidence. Hebu tupatie katika Biblia mahali nasema Yesu Mkristo, kwa sababu sisi tunajua ni Muislamu na tuna ushahidi. Sasa wewe tupe wapi alikuwa ni Mkristo. Hiyo ni Biblia ya Kiislamu bwana. Yako inasemaje na ni ngapi? Watu wasome, watu wanaojiangalilia hapa. Kuna Wakristo nyumbani wamejaza Biblia zao. So ukitaja tu ni vazi hii watasoma yao ya nyumbani, waangalie venye inasema. Unajua kaka yangu, tatizo yenu ni moja. Mnapokuja katika mkutano, nyinyi huwa mnakuja na backup ya kushindana. Hamkuji na kuuliza swali ili uelimike. Na nipata vizuri, lau ingekuwa unakuja ili uelimike, leo hii wewe ungekuwa usakubali kuwa Muislamu. Lakini unakuja ukiwa na backup, nimeenda kuwashinda hao Waislamu. Ubatizo wa Yohana ulikuwa wa Mungu ama ulikuwa nikuuliza sasa, nilikuwa nauliza hivi, nyinyi mko na ubatizo gani ambao umekuwa mentioned in the Bible? Sisi hatuna ubatizo. Maana sisi Waislamu hatubatizwi. Sisi Waislamu tunakuwa safi kwa sababu ya maneno. 15:3 kitabu cha Yohana. Sisi hatukui safi kwa sababu ya kuwekwa kwa maji. Tunakuwa safi kwa sababu ya maneno. Unasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Unakuwa uko safi, Mwenyezi Mungu anakusamehe dhambi zako. Sio mambo ya kutumbukizwa kwa maji. Yani Uislamu ni very simple. Sikiza, unakuwa safi. 15:3 Yohana kwenye kuandika. Tupe vitu. Nini nimekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Yesu anasema watu wanakuwa safi kwa sababu ya maneno, na sisi tulia. Ndio na kujibu kwa upole. Na sisi Waislamu tunakuwa safi kwa sababu ya maneno. Maadamu tutasilimu, tutubie, Mungu anatusamehe. Na ndio unaona Muislamu wakati wote anamrejea Mwenyezi Mungu anapofanya makosa. So sisi hatuna kifua. Sisi hatuna kifua. Sasa wewe uko na kifua kwa sababu lazima uwekwe kwa mto. Na hapa Nairobi hakuna mto. Ile mto iko pale ni chafu. Yesu Kristo alisema hivi. Alisema nendeni, wakati alikuwa wafunza wanafunzi wake akina Petero, akawaambia nendeni mkawapatise, mkawafanye mitume wa Mungu kabisa, kwa sababu Yesu hakuwa anabatiza watu na maji. Ubatizo wa Yesu sio wa maji. Sasa kama walienda kubatizwa, walibatizwa na ubatizo ambao ni wa moto na wa Roho. Sasa wewe umebatizwa na maji, wewe hujabatizwa na ubatizo wa Yesu. Tunafanya mifano ya Yesu ambaye Yesu alifanya. Yesu anasema 3:13 kitabu cha Yohana. Niangalilia ama Mathayo 3:13. Mathayo 3:13 kwanza. Mathayo tumfunze huyu kijana, inaonekana yeye ako mbali mno, lakini sio kupenda kwake. Mimi Biblia najua. Kwanza huyu hamkubali Yesu. Wewe ni mpingaji Yesu kabisa. Mimi nampenda. Sikiza tuone kama unampenda. 3:13 mwalimu wangu. Inasema wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu?
Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa ya kuwa ndivyo itopasavyo kuitimiza. Anza juu, tulia kidogo. 11. Kweli mimi nawabatiza kwa maji. Yohana anasema kweli mimi Yohana nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Kwa ajili ya toba. Bali yeye ajaye nyuma yangu. Yeye anayekuja nyuma ya Yohana ni nani? Ni Yesu. Ni Yesu. Tupe vitu. Ana nguvu kuliko mimi. Wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kumbe Yesu atatubatiza kwa Roho Mtakatifu na nini? Na moto. So Yesu ubatizo wake sio wa maji. Sasa wewe ukibatizwa na maji maana yake hujabatizwa ubatizo wa Yesu. Sasa wewe mbona unampinga Yesu? Kwanza tuelewane. Kubatizwa kwa maji ni ya Yohana. Yesu inasemekana atabatiza watu kwa Roho na moto. Asante. Hebu tuambie moto kwanza ni nini? Moto ni Roho Mtakatifu. Nani alikwambia? Andiko gani nasema moto ni Roho Mtakatifu? Andiko gani linasema Roho Mtakatifu? At Pentecost, ukisoma Acts of Apostles. Ngapi tusome? Roho ni moto ni Roho Mtakatifu. Ngapi mheshimiwa? Ngapi mheshimiwa, tuisome, usiwe na wasiwasi. Tujane nayo na mimi nikuulize swali. Uliza. Maana usaanza kuelewa. Nisaanza kuelewa sasa. Nikuulize swali. Lete. Wewe mbona kama wewe unaamini Yesu na Muhammad, nani alikuja wa kwanza? Hiyo tu swali nisa kujibu karibu mara 100. Nilikuambia Yesu ndiye alitangulia Muhammad ndio mtume wa mwisho. Mimi namwamini Yesu, lakini sisi wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Tunamwamini Musa, tunamwamini Ibrahimu, tunaamini manabii wote. Kwa sababu sisi tunakuwa wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio wafuasi wa hawa manabii wengine, lakini tunawaamini kwa sababu sheria huwa ikija inabadilika. Kwa mfano, nikupe kitu ambacho huna. Wakati wa Nuh alayhi salam, wakati anaenda anagarikishwa na maji na nini, sheria ilikuwa imekuja ya kuzini na nini, ilikuwa imekuja kwa sababu Musa tunaona ndiye amepewa sheria na Musa hakuwa amekuja. So sheria inakuja baada ya watu namna wanavyokuwa wengi, sheria inakuja inawakava. Wakati wa Adam hakuna sheria ya uzinifu kwa sababu ni Adam na mkewe. Hakuna wataambiwa ati msizini, sasa wataenda kuzini na nini? So sheria, ngoja nikupe sheria. Mungu aliweka sheria ambayo ilipewa Adam. Sikiza vizuri. Sheria iliyopewa Adam ni kwamba msifanye hivi na hivi na hivi. Lakini hawakupewa sheria kwa mfano msizini. Kwa nini? Kwa sababu ni wao wawili wako duniani. Zina inakuja wakati watu wamemultiply, wamekuwa ni wengi, ndio watu wanaletewa hiyo sheria msizini. Lakini mkiwa wawili, wewe na mkeo, ndio mko duniani nzima, utazini na nini? Unanipata vizuri? So sheria inakuja ikikava watu. Sasa Muhammad ndiye amepewa sheria ya watu wote kwa sababu ndiye amekuwa mtume wa mwisho. Hii Qur'an inakava kila mtu. Wacha mimi, wewe umesema wewe ni mfuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani 3:131. Qur'ani 3:31. Tulia kwanza, kwa mpole. Tupe vitu. Mbona mambo mepesi? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, basi nifuateni. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kama mnampenda Mwenyezi Mungu, munifuate mimi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulia kwanza, malizia. Basi nifuateni. Hapo Mwenyezi Mungu atakupendeni na atakukufirieni madhambi yenu. Hapo Mungu atatupenda na atatuondolea madhambi zetu. Sasa nyinyi mmesema nyinyi ni wafuasi wa Muhammad. Kabisa, hadi swali. Leta hiyo swali. Na sisi ni wafuasi wa Yesu Kristo. Nipe andiko moja nyinyi wafuasi wa Yesu. Vyenye mimi nimekupa sisi wafuasi wa Muhammad. Nipe andiko moja nyinyi wafuasi wa Yesu. Tupe andiko. Anasemaje? Ukisema John 14:6. Haya, 14:6 wacha tuisome. Anasema yeye ndiye mpole. Wapi wewe ni Mkristo mfuasi wa Yesu? 14:6. Yeye ndiye njia. Tupe vitu pole. John 14:6. Inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hiyo sasa. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Sasa kama ngoja kidogo. Wapi imetaja Wakristo ni wafuasi wa Yesu? Hakuna. Kama umesikia Yesu anasema yeye ndiye njia, kumaanisha ya kwamba hakuna mbinguni unaenda kama huwezi amini Yesu. Mimi hata siendi mbinguni.
Mimi naenda peponi. Mbinguni naenda kufanya nini? Swali ni ndogo. Wewe umeniambia nyinyi wa Kristo ni wafuasi wa Yesu. Nikaomba ushahidi mahali kulipoandikwa wa Kristo ni wafuasi wa Yesu. Kwa sababu tulia, Biblia inasema wafuasi wa Yesu wanaitwaje? Yohana 8:31. Tulia kwanza, nitakupatia hiyo Galatia usome. Yohana 8:31. Tupe vitu. 8:31 mwalimu wangu. Pole pole tu. Kaelewa. Anaanza kuelewa. Na kakangu naona leo swali usikose. Ndio nataka uje pia. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini. Ala, Yesu akawaambia nani? Wale Wayahudi waliomwamini. So waliomwamini Yesu wanaitwaje? Wayahudi. Asante. Wapi wa Kristo walimwamini Yesu? Yesu akawaambia wale wa Kristo waliomwamini. Kwa wapi andiko kama hiyo? Kwa sababu Yesu anasema, wewe nikuulize swali. Wewe unapinga dini ya tulia tu usikimbie huko. Unapinga dini ya Ukristo ama uko hapa kuhubiri kuhusu ufalme wa mbinguni? Mimi hakuna mahali nimepinga dini ya Ukristo kwa sababu dini ya Ukristo haiko kwa Biblia. Sasa nitapingaje kitu ambacho hakiko? Unapinga, ngoja kwanza, unapinga kitu wakati kiko. Sasa nitapingaje dini ya Ukristo wakati haiko kwa Biblia? Sasa utaipinga wakati haiko. Soma Galatia 1:8 inasema. Wa Galatia 1:8. Paulo anasema aje? Usichemke utapata pressure bure. Galatia 1:8 mwalimu wangu. Tupe vitu. Inasema lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isiyokuwa hiyo tuliyowahubiri na laaniwe. Umesikia? Paulo anasema injili yenye walihubiri wao. Kuna wengine wao hawaamini kama wao waamini sasa kwamba Mkristo huyu ni. Hajasema hivyo. Rudia. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni anasema hata malaika wa mbinguni wakija atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri. Akawahubiria injili nyingine isipokuwa hiyo Paulo aliyohubiri. Paulo aliyohubiri na alaaniwe. So ngoja kwanza uwe mpole. So Paulo anasema mtu yoyote akija kuhubiri injili nyingine ambayo Paulo hakuhubiri, huyo mtu alaaniwe kama wewe. Ngoja, hii injili aliyohubiri Paulo ni injili gani? 2:7 Galatia. Sikiza injili aliyohubiri. Kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa kama vile Petro ya waliotahiriwa. So Paulo injili yake ni ya watu ambao hawakutahiriwa. Wewe umetahiri? Mimi sijatahiriwa. Wewe hujatahiriwa? Uko na ngozi unatembea nayo. Ama Gentile. Ndio nauliza, wewe hujatahiri, ngozi uko nayo, fulana, sweta. Unatembeanga na sweta. Sasa nakuuliza, anamaanisha si eti kutahiriwa hiyo mnamaanisha? Kutahiri kwani ni nini? Ukisikia huyu hajatahiri maana yake nini? Unajua usitufanye fala, sisi ni wa Kenya. Ukisikia huyu hajatahiri, kutahiri maana yake Ibrahimu anaambiwa, ngoja, Ibrahimu atahiri. Sasa kutahiri nini? Sasa Mungu ndiye anajua, lakini so wewe hujui kutahiri ni nini? Wewe umetahiri wewe? Kutahiriwa. Wewe umetahiri? Nimetahiriwa, hiyo ni kwenda ya chandoni hiyo. So umetahiri? Mimi nimetahiriwa. Na Paulo anasema injili yake ni ya wale wasiotahiri kama vile Petro ya waliotahiriwa. So Petro ndiye anahubiria watu injili, wale waliotahiriwa wanafaa waende kwa Petro wakasikize injili ya Petro. Lakini wale ambao wako na sweta wanatembea na sweta zao wanafaa waende kwa Paulo. Sasa nikuulize, hiyo sasa nayo mnadanganya kabisa. Sio mimi. Rudia hilo. Wacha Mungu. Pole alafu bradhangu ni wewe nataka hapa. Bali kinyume cha hayo walipoona kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa kama vile Petro ya waliotahiriwa. Ala, siko wazi. Yaani anasema mimi nimepewa injili ya watu wasiotahiri kama vile Petro ya waliotahiriwa. So Petro anaongea kwa injili ya wasiotahiriwa. Sasa wewe ukifuata Paulo, maanake hufai kukatwa ngozi. Unafaa ukae na ngozi yako. Saa niamini Petro, niamini Paulo. Hauwezi amini wote wawili kwa sababu wote mishoni yao ni tofauti. Petro amekuja na injili ya watu ambao wametolewa ngozi, lakini Paulo anasema mimi nahubiria watu ambao wako na ngozi.
Sasa wewe ukitahiri hufai Paulo, unafaa utoke kwake. Kuniambia kuna watu wajatahiriwa wako wengi sana, hata wazungu wengi unawapata hawatahiringi kwa sababu walifuata injili ya Paulo. Hata hapa Kenya kuna wengi hawatahiri. Kwa nini wanafuata injili ya Paulo? Europe wako wengi na Roma watu watahiri. Kwa nini walifuata injili ya Paulo? Kwa sababu injili ya Paulo ni ya watu ambao hawatahiri. Sasa wewe ukitahiri, Muislamu ama alikuwa Mkristo? Nani? Paulo alikuwa Mgalatia. Paulo hakuwa Muislamu. Paulo ameandika vitabu Galatians, Thessalonians, ameandika Philippians. Hizo ni vitabu zenye amewaandikia Wagalatia. Nimekuambia hivi, Paulo hajawahi kuwa Muislamu, yeye ndio mwanzilishi wa Ukristo, ndio mwanzilishi. Sasa sio Yesu. Amesema yeye ni mwanzilishi wa Ukristo na ameandika kitabu, ameandika kwa Biblia ameongelewa. Mbona uamini dini ya Kikristo kama Paulo alikuwa Mkristo? Sasa hata Paulo mwenyewe hakusema Ukristo ni dini. Sasa nitaiamini vipi wakati hajatajwa? Sasa ni wewe unisaidie in humble way. Kwa mfano, mimi napokuambia amini dini ya Uislamu, 626 Qur'an na kuonyesha wazi tu kijana, usipate pressure. Tupe vitu 626 Al-Karim inasema asikiza Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Tupe vitu. Na hii dini ya Uislamu, sikiza, na hii dini ya Uislamu. So nikikwambia uamini dini ya Uislamu, iko imeandikwa, sio story za kichwa. Na hii dini ya Uislamu, tupe vitu. Ndiyo njia ya Mola wako iliyonyooka. Unaona, mimi siendi kwa story nyingi. Sasa wewe unaniambia niamini dini ya Ukristo, na kuuliza imeandikwa wapi Ukristo ni dini? Unaanza alipanda, alishuka. Sasa tutafika wapi? Tulia, wasijui unachora nini chini. Hii mambo ya kuchora. Una swali nyingine? Swali yangu. Lete hiyo nyingine. Na kupadi umenishinda, lakini hatuko kushindana kwanza. Ndio nikakwambia mnakuja na mentality mbaya sana katika dawa. Nyinyi mnakuja na mentality ya kushinda au kushindana. Katika elimu, sikiza, katika elimu hakuna kushindana. Katika elimu kuna kitu kinaitwa kufundishana. Hakunanga kushindana katika elimu, ni kufundishana. Maanake mimi lengo langu ni kufundishe, ima ukubali au katae, ni juu yako. Maanake siwezi nikakulazimisha. Lete hiyo swali ya mwisho, unasema uko nani? Yesu alihubiri kuhusu dini ama alihubiri kuhusu ufalme? Mnahubiri kuhusu ufalme wa Mungu ama mnahubiri kuhusu kufuruta watu? Kucheni dini ya Muislamu ndio mzuri. Tunahubiria watu zote. Ngoja, tunahubiria watu zote. Niongee nimalize. Au makanisa yote, mimi sasa siamini kanisa. Siamini kanisa yoyote kwa hii dunia. Kwa sababu makanisa ya utapeli imekuja, ambao zenye zinakuja zinasema wao ndio wazuri, wengine wanasema si dini yetu ndio mzuri. Wamesahau kufanya kulingana mapenzi ya Mungu, kuhubiri kuhusu ufalme wa Mungu, wanahubiri juu ya dini. Kucheni kwa dini yetu ndio mzuri. Si mkifurutana hivyo kumaanisha kwamba hakuna Mungu hapo, na Mungu akikuja, Shetani na yeye anapata chance ya kufuruta watu wake. Hakupata. Ni ukweli gani tutapata? Kwa sababu hao watu wako confusion state. Kwanza tunawahubiria watu dini wajue, kwa sababu dini ndio njia ya kuelekeza kwa Mola wao. Wakijua dini, tunawafundisha hizo mambo mengine kwa polepole. Kwa sababu nivutie mpilimanto hapo 4:1. Tulia kwanza kwa mpole, si umeuliza swali ujibiwe. Hii pressure itakuja kukushika na ni mbaya. 4:1 Timotheo wa kwanza, tupe fafanuzi yake pole pole, aelewe huyu kijana. Manake asije akasema ati mnyinyi mnahubiri dini lazima ihubiriwe. 4:1 Timotheo, tena tupigie fanusi yake asili. 4:1 mwalimu wangu anasema katika siku za mwisho, ambao ndio hizi tunaishi, watu wengi watamwasi Kristo na dini yake. So watu wengi wanamkataa Yesu na dini yake. Sasa kumbe Yesu ana dini, so lazima umkubali Yesu na ukubali dini yake. So dini lazima uikubali, huwezi kuiacha nyuma. So huwezi kusema unafuata maneno ya Mungu na huna dini. So Yesu anatuambia siku za mwisho watu wengi watamkataa na watakataa dini yake Yesu aliyokuja nayo, ambao dini aliyokuja nayo Yesu ni Uislamu. Tulia. Sawa. Tulia, tukupe vitu 3:68 Qur'ani, piga fanusi yake. Dini aliyokuja nayo Yesu Uislamu. Kuwa hapa mpole. Acha pressure kaka. Utakipata pressure mingi hapa utapata nini? Tupe vitu baba. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu inawafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
na hiyo ya Nabii Musa na ya Nabii Isa. Sikiza, na ya Nabii Isa. So Yesu alikuja na dini. Qur'ani inatuambia, Biblia imetuambia. So dini aliyokuja nayo Yesu inafikiana sawa sawa na ya Muhammad. Maana yake ni dini moja. Yesu ni dini nyingine tofauti. Nirudie Qur'ani hapa sisi tunaona vizuri sana. Kwani dini aliyokuja nayo Nabii Ibrahimu inafikiana kabisa na aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfunze Kiswahili. So dini aliyokuja nayo Ibrahimu inafikiana sawa sawa na aliyokuja nayo Muhammad. Inakubaliana, maana yake hakuna kitu ya kupingana. Kumaanisha dini yao lazima itakuwa ni moja. 42:13 Qur'an. Tumsaidie ukijana hajajua. Wewe hakuna atikaonda kando, ni hiyo moja. Tupe vitu. 42:13. Wewe kuwa Muislamu hakuna anayekulazimisha, ni hiari yako. Kwa sababu sikiza kwanza usirukaruke, wacha tumalize hii. Bismillahirrahmanirrahim. Amekupeni sheria dini ile aliyomuhusia Nuhu. So sheria ya dini tumepewa ni ile tu iliyopewa Nuhu, na tuliokufunulia wewe Nabii Muhammad, na iliyopewa Muhammad ambao ni Uislamu, na tuliowahusia Ibrahimu, na Ibrahimu alipewa hiyo dini ya Uislamu, na Musa alipewa dini hiyo ya Uislamu, na Yesu alipewa dini hiyo ya Uislamu. Malizia usike kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Wanaambiwa wasimamishe dini ambayo ni moja, wala wasifarikiane katikati ya hiyo dini. So wewe wacha kuwachukia manabii, jiunge na manabii na uwe Muislamu. Nafasi iko brother, nafasi ya kwako. Sawa. Kimbia. Hiyo ya mwisho ni gani? Dini ambayo imekubaliwa ni ya Muislamu. Mbona nyinyi mnasema mmesema dini ya Kiislamu na Biblia, na sisi tunaamini ya kwamba dini ya Kristo ndio ukweli? Nimeuliza ina humble way. Je, kuna andiko yote inasema dini ya Ukristo ndio dini ya kweli? Umenipa. Umeshinda ukizunguka. Nilikuwa nauliza ina humble way. Sasa wewe unasema kwa mdomo. Mimi nilikuwa nadhani kuna vitu vimeandikwa unaweza kutuwekea. So hiyo kwa sababu unapoulizwa jambo unafaa unalionyesha. Sasa wewe enda utulie, manake naona uvute unyunyu kidogo tu. Mimi wananiita Salim. Mimi ni Boniface. Boniface, Muislamu, Kristo? Mimi niko tu. Wewe sio Muislamu wala sio Mkristo, uko tu. Upo tu. Injika swali. Leta swali. Mimi nauliza, wakati Nuhu alijenga safina kuna maneno aliongea mengi kadhaa, lakini sijashika hiyo kitabu bado. Nuhu maneno aliongea 71:28 Qur'ani. Ndio hayo maneno aliongea Nabii Nuhu alayhi salam, 71:28 Qur'ani. Mpe vitu. Na ndio maneno muhimu zaidi aliyozungumza. Ndio maneno ya muhimu kabisa Nuhu aliongea hayo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Mola wangu, nigufirie mimi na wazee wangu. Nuhu alimwambia Mungu, nigufirie mimi na wazee wangu. Na kila aliyoingia nyumbani mwangu. Na kila aliyoingia nyumbani mwake, maana yake kila aliyoingia katika safina aliyojenga Nabii Nuhu aliyakuwa ni Muislamu. Na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Wala usiwazidishie madhalimu ila maangamizo. Bas, ndio hayo maneno aliyosema. Nuhu alisema wanusuru hawa Waislamu walioingia katika safina, kwa sababu Nabii Nuhu alikuwa ni Muislamu na waliomkubali ni Waislamu. Waliokataa walikuwa ni madhalimu, Mungu akawaangamiza wote, akiwemo mtoto wa Nabii Nuhu aliyekataa mwito wa babake. Nini hayo tu? Sasa kama ni hayo tu, inafaa ufuate maneno ya Nabii Nuhu, uwe Muislamu, kwa sababu anawafanyia dua Waislamu. Sasa wewe unabaki mle kwa sababu wewe huna huku wala huku. Ukikaa katikati utakuja kuangamia. Wacha hiyo mambo tutaangalia. Utaangalia. Haya, karibu sana. Nafasi mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Musa. Muislamu Najua Musa Rusonga nyuma kidogo kwa miaka. Nilikuwa Muislamu, nilikuwa Mkristo nikageuka kiingia Uislamu 1992. Na je, ulibahatika kuenda kusoma madrasa hivi? Ndio sababu hiyo sasa. Na tangu urudi nyuma, je, ulienda kanisani? Bado mimi sijaendangi kanisa. Uendangi kanisa? Basi wewe bado Muislamu. Ile kitu inatakikana ni urudi kwa Uislamu, urudi katika msikiti na uanze kusoma. Unajua knowledge sometimes ndio inasababisha mtu ashindwe ataenda namna gani, kwa sababu hana elimu. Ukija katika Uislamu ni vizuri mno usome.
ndio ujue hata ukiwa peke yako utafanya ibada hivi na hivi. Ukianza kutawadha unasema bismillah, unaanza kutawadha. Unajua ukimaliza kutawadha unapaenda pale unatoa takbir ya kunini, unafunga swala yako, unaanza nini, vyenye utamaliza unajua kila kitu. Zinaitwa zile basics. Sasa kama hujasoma itabidi unakaa tu hivi. So ni vizuri, na hakuna katika masomo mambo ya uzee wala ujana. Masomo hayana umri. Unasoma ukiwa katika umri wote na unafahamu. Sasa niulize swali kidogo lile linanisumbua. Leta. Musa alipewa amri. Kwa Biblia kuna amri zile Musa alipewa amri 10. Naam. Kwa Qurani pia Muhammad alipewa amri kabisa. Hizo. Muhammad hakupewa hizo. Ila Muhammad amri zake ni nyingi kuliko za Musa, kwa sababu Musa alikuwa anaongoza wana wa Israeli peke yake. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepewa amri nyingi kwa sababu anaongoza watu wote. Anaongoza wa Kikuyu, anaongoza wa Jaluo, anaongoza wa Kamba, anaongoza wa Kisii. Sasa anaongoza wa Jerumani, anaongoza nani? Watu wote lazima anawaongoza. Na nipata vizuri. So amri alizopewa ni nyingi, sio zile ndogo. So Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa amri nyingi. Amri alizopewa mmoja wapo ni hizi 17:22 Qur'ani. Muonyeshe. Sikiza za Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizopewa, kwa sababu anaamurisha watu wote duniani. Sikiza. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vipi? Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Sikiza amri alizopewa. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Usije kama mwenye kulaumiwa na mwenye kukosa kwa kukunusuru. Tupe vitu. Na Mola wako amehukumu kuwa, na Mola wako amehukumu ya kwamba msimwabudu yoyote ila yeye tu. Na ameagiza kuwafanyia wema mkubwa wazazi. Kama mmoja wao akifika uzee naye yuko pamoja nawe au wote wawili, basi usiwaambie hata Unasikia? Anaambiwa ukipata wazazi wako kwanza uabudu Mungu peke yake, wala usijiabudu miungu mingine. Na unaambiwa uwafanyie uzuri wazazi wako ukiwapata wako hai. Hata akikuita saa hii na hiyo umri uko nayo, usimwambie unakimbia mzazi wako akikuita. So lazima heshima ya juu sana. Muhammad sheria alizopewa ni nyingi, kwa sababu Muhammad ana control dunia nzima. Sikiza, sheria alipewa nyingi mno, sio moja. Kibao 17 Qur'ani. Tuanzie 30. Tuanze 30 mwalimu wangu. 31. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopa umaskini. Sheria hizi alipewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zamani watu walikuwa wanaua watoto kwa kuogopa umaskini, manake wanatoa mimba. Yani ukiona bibi yako ameshika mimba, unamwambia hapana, hatutaweza kulea hawa watoto. Sasa wewe kunywa dawa hiyo mimba itoke. Mungu akaambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya abortion ni haramu. Usiue huyo mtoto ukitarajia utapata, yani tunasemaje? Yani umaskini utaingia, usifanye hivyo. Unahofia umaskini, usifanye hivyo. Wewe wacha mtoto akuje, lea mtoto, labda huyo mtoto ndiye atanusuru hiyo familia yenu. Anayejua ni Mwenyezi Mungu. Sheria nyingi. Tupe ingine. Wala msikaribie zina. Wala usikaribie zina. Tumekatazwa mambo ya uzinifu. Kwa nini kwanza? Hakika hiyo zina ni uchafu mkubwa na ni njia mbaya kabisa. Tena tunaambiwa usikaribie zina, kwa sababu zina ni uchafu mkubwa mno na ni njia mbaya. Zina inaleta ufukara. Zina inakufanya uwe mtu, hata haya inatoka katika nini yako. Mtu anayependa kuzinizini anatoka mpaka haya katika uso wake, nuru yote inaondoka kwa sababu ya zina. Yeye akipata anachovya. Tupe ingine. Wala msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Na tumekatazwa kuua. Pata vizuri. Hii zote sheria amepewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna ingine pia kapewa, sikiza, 222. Sikiza nayo hii. Yani sheria Muhammad amepewa nyingi kwa sababu zinakava watu wote, sio kabila moja, hapana. Tupe vitu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. 222. Na wanakuuliza juu ya hedhi. Wanakuuliza juu ya hedhi. Unajua hedhi wewe? Hedhi ni ile damu inatoka katika wanawake. Unapata vizuri? Siku zao wanaita siku zao. Sikiza anaambiwaje?
Inasema mwambieni huo ni uchafu. Kwanza unaambiwa ile hedhi ni uchafu, unatoka katika mwili wa mwanamke, ni uchafu ile hedhi. Na kuna watu siku hizi wanameza dawa ati asipate hiyo hedhi. Ni kufungia hiyo uchafu katika mwili wako na itakuletea maradhi. So ikitoka ni mzuri, ina purify mwili wako. Tupe vitu. Anaendelea kusema Mwenyezi Mungu, basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi zao. Wala msiwakaribie mpaka watoharike. Unasikia? Hiyo ni sheria tumepewa. Yaani mwanamke akiwa katika siku zake usimkaribie, yani usiende kulala na yeye mpaka asafike. Kwa nini hii sheria inakuja? Kwa sababu inawahusu watu wote. Kila mtu ana mwanamke. Hawakuwa wanajua, wengine wangekuwa wanalala na bibi zao wakiwa katika siku ya hedhi yao. Lakini Mungu asatuambia msifanye hivyo, mwagojeni mpaka ile iishe kabisa ndio muweze kulala na wao katika kitendo ya ndoa. Sio sheria Muhammad amepewa, zinakava watu wote, ni nyingi mno. Sasa swali la mwisho nauliza. Leta hiyo swali ya mwisho. Biblia ni moja kwa Kristo ama kuna Biblia tofauti? Najua Biblia ya vitabu 66. Biblia ni nyingi kwa sababu tuko na ya Katoliki ya vitabu 73, kuna ya wanaitwa Coptic. Kuna Coptic, kama usaisikia Coptic wako na 99 books. Kuna ingine ya Jehovah Witness. Jehovah Witness juu wako na ngapi? Kuna ingine, ziko nyingi sana, sio moja. Kwa hiyo Biblia ziko tofauti. Ziko tofauti kabisa. Vitabu ni mingi. Vitabu ni mingi. Kuna ingine ya Mormon ziko na vitabu mingi sana, kuna ingine mpaka iko na Injili ya Barnaba na nini, ziko nyingi sana. Tofauti mno. Nashukuru. Lakini Qur'ani ni moja duniani. Qur'ani inayosomwa Saudi Arabia ndio inasomwa Kenya, ndio inasomwa China, ndio inasomwa nini, iko na juzuu 30. Haina ya kuongeza wala kupunguza. Asante. So karibu sana na urudi katika Uislamu. Sikae nje mno. Rudi katika Uislamu. Naitwa Marita. Marita, Muislamu, Kristo? Kristo. Asante. Swali moja mbili ungependa kuwauliza Waislamu? Kwa ajili ya kujifunza. Najua kuna watu wengi wamekaa wanapata misinformation kuhusu Uislamu. So tukijitokeza, tukija Waislamu wanapata chance nzuri ya kutuuliza. Pata vizuri Kuna wengine walikuwa wanasema ati Waislamu wanaua mtu, ati wanaenda kupewa bikira 19. Kuna wengine wanasema Waislamu sijui wanaabudu majini ndio unaona wamebarikiwa na mali nyingi. Yaani wana mambo mingi, lakini sasa hawapati the right people wa kuwauliza. Tumekuja. Je, una swali ungependa kuwauliza hawa Waislamu? Sasa mimi swali yangu ni leta hiyo. Ni kuna uwezekano Mkristo akaoa Muislamu? Nauliza kama kuna uwezekano Mkristo akamuoa Muislamu. Kwanza hiyo ndoa nani ataozesha? Kwa sababu ndoa ya Ukristo najua wanaenda kufanyia kwa kanisa. Wanavalishwa ring na mchungaji anasema sijui kwa mashida, sijui kwa nini atavaa hii. Sijui kwa shida, kwa raha, mchungaji anavalisha pete. Ya Uislamu sio hivyo, haiendi pale kwa msikiti. Sio lazima uende kwa msikiti, unakaa nyumbani pale, shekhe anakuja, baba msichana yuko pale. Hata mnaweza kuwa mko watu kadhaa tu, sio watu wengi, mnaweza kuwa mko watu 5, lazima kuwe kwanza na wali wa msichana na mashahidi tu inatosha. Alafu shekhe anakuja anashikanisha, kama hata ni kilo moja ya mchere mnakula mnaenda nyumbani. Unaona? So itashikanishwa namna gani ndio iwe ndoa? Inakuwa ngumu. 221. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwaoe wanawake washirikina mpaka waamini. Asante. Na mjakazi mwenye kuamini ni bora kuliko muungwana mshirikina. Asante. Hata ingawa wakakupendezeni. Wala msiwaoze wanaume washirikina wanawake wa Kiislamu mpaka waamini. Unaambiwa usiozeshwe mpaka uamini, na usije ukaamini kwa sababu ya kuoa. Ukiamini kwa sababu ya kuoa inakuwa imani yako ina question mark, kwa sababu yule msichana akija akafa, kwa sababu mwanadamu anaishi maisha kidogo sana duniani, si unajua hiyo? Yaani maisha ya mwanadamu ni kidogo sana duniani. Alafu sasa ukifa itabidi wewe urudi katika Ukristo, kwa sababu kilichokuleta katika Uislamu kimeondoka. Sasa wewe unafaa usilimu kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili ya mwanamke. Na nielewa vizuri kwa sababu kifo inaweza kuja wakati wote. Kwa sababu sikiza Ayubu anasemaje, 14:1 Ayubu.
Atuelezaje? Ameona kifaa cha Kiislamu? Ni kama alikuwa ameona kifaa kizuri cha Kiislamu. Najua naye Waislamu mashallah nao wanapendeza. Wamejaliwa mashallah. Sasa akaona kifaa kizuri. Sasa anataka kujua anaweza fanyaje maandalizi. Usisilimu kwa ajili ya kuoa, silimu kwa ajili ya Mungu, kuoa itakuja baadaye. Sikiza inasemaje 14 Ayubu 1. Sikiza inakwambiaje mambo ya kifo iko. Sikiza inasemaje? 14:1 mwalimu wangu anasema mwanadamu hapa haijasema Mkristo ama Muislamu, mwanadamu yoyote. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Tena mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Maadamu wewe ulizaliwa na mwanamke, sikiza habari zako. Siku zake za kuishi si nyingi. Sio nyingi. Yaani mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke aishi siku nyingi, ataishi 80 years, 90 years, 100 years anaondoka. Haishi sana mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Tena inasemaje? Naye hujaa taabu. Yaani mwanadamu hujaa taabu. Saa zote sijui tumbo inauma, sijui miguu, sijui nini. Taabu nyingi tu, akona taabu nyingi sana. Huyu mwanadamu huyu. Na siku zake chache. So siku ni chache. So wewe kama utasilimu, usisilimu kwa ajili ya huyo mrembo. Silimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nimeelewa. Umeelewa? Sasa nini inakuzuia usilimu? Nini ambao obstacle? Ile the big obstacle ambao unasema hii ndio nimewekewa hapa, naona siwezi silimu, ni gani? Na kusilimu ni maneno, unakubali Mungu ni mmoja, unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na unakubali manabii wote. Alafu uzuri ya Uislamu, ukisilimu hapa Kayole, unaenda msikiti ya Matopeni, na ukienda sehemu yoyote ukipata msikiti, ukienda town upate msikiti unaingia, ukienda Kawangware upate msikiti unaingia, ukienda Kisumu upate msikiti unaingia. Yani misikiti yote ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ukienda China upate msikiti unaingia. Hapa Kenya tunaswali na wa China, ukienda pale Haringam unapata China, tena unamwambia stau, songeza mguu, hata kama asikii Kiswahili unamwambia lete mguu vizuri, anajua Mchina huyo. Tunaswali nao wale Waislamu kwa sababu Waislamu wote ni ndugu. Lakini leo wewe saa hii ukiwa Jehovah Witness na hapa hii area hakuna, lazima utafute Jehovah Witness iko wapi. Unapita haya makanisa yote uende Jehovah Witness kwa sababu imani yao tofauti. Nini kinachokuzuia usilimu ni? Bado kujipanga maneno. Unajipanga? Asante sana. Basi wewe jipange, muda ikifika, wewe njoo, nafasi iko, na sio lazima uje hapa unasilimu msikiti yote unaupata. Mimi swali nataka muniweke sawa. Tunakuweka tu, hakuna shida. Mimi wananiita Salim. Na mimi naita George. George, asante. Muislamu, Mkristo? Mkristo harisi. Vizuri kujuana ili tujue tunazungumza na nani. Aleta swali. Swali langu ni hivi. Binadamu alipoumbwa akawekwa katika shamba la Edeni, binadamu alitenda dhambi, ikawa lazima kuja mtu kumwokoa kutoka kwa dhambi. Waislamu wanaamini hiyo kweli? Waislamu hatuamini kitu kama hiyo. Hatuamini ati Adamu alifanya dhambi, ati sisi tumebeba hiyo dhambi ndio tumetumiwa mtu atuokoe kutokana na hiyo dhambi. Waislamu tunaamini ile dhambi utakayofanya. Kwanza tunaamini mtoto haandikiwi dhambi, kwa sababu mtoto hajui baya na nzuri. Mpaka siku utakapojua nzuri na baya ndio unaanza kuandikiwa dhambi zako. Na hautaulizwa dhambi aliyofanya Adam ama nani, utaulizwa dhambi utakayofanya wewe binafsi. Mungu sio dhalimu akubebeshe dhambi ya Adam wakati hujazaliwa. 17 Qur'ani 13. Tuanze hapo nikupe. Wala baba yako hawezi ulizwa dhambi ya mtoto wake. Wewe utaulizwa ile uliochuma wewe. Yani ile kitu utakaochokifanya ndio utaulizwa. 17:13 Qur'an. Sisi hiyo imani hatuna. Ati yani tubebe dhambi kuanzia Adam. Wewe mbona hatubebangi utajiri kuanzia Adam? Tubebe tu dhambi. Alifanya mambo mazuri Adam. Mbona tusibebe hiyo, tunabeba dhambi tu? Hamna. Sikiza inasemaje Waislamu? Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kila mwanadamu tumemfungia jazaa ya vitendo vyake shingoni mwake. Yani tumefungiwa jazaa ya vitendo vyetu katika shingo yetu, na tunamtolea daftari siku ya Kiyama iliyoandikwa ndani yake kila alilolifanya. Mwanadamu ataulizwa kile alichokifanya, hata ulizwa ya Adam, hata ulizwa ya Ibrahimu, ataulizwa yake. Huwezi ulizwa dhambi ya mtu mwingine, na Biblia pia inakataa huwezi ulizwa dhambi ya mtu mwingine. Ezekieli 18:20. Huwezi ati Adamu afanye dhambi uulizwe wewe. Itakuwa hiyo ni kubebeshwa dhambi ya mtu ambaye wewe ni innocent. Tupe vitu. 18:20 mwalimu. Ezekieli 18:20. Tupe vitu.
roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Mtoto hawezi kuchukua uovu wa baba yake, wala baba hata uchukua uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye haki utakuwa juu yake. Basi mtu muovu atakuwa na uovu wake, mtu mwema atakuwa na wema wake. Huwezi bebeshwa dhambi ya mwenzako. So hiyo sisi katika Uislamu hatuamini. Na nyinyi mkimaliza pale kanisani, nasikianga mkisema na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. So kila mtu anabeba mzigo wake, huwezi bebeshwa ya mtu mwingine. Muamini kuwa kuna Yesu ambaye alikuja kutoka katika dhambi zetu. Yesu hajakuja kuchukua dhambi ya mtu yoyote. Yesu alikuja kufanyaje? Yesu hajafika hata hiyo msalaba. Kulingana na imani yetu anafika kufanya. Yesu alikuja kufanya hivi 4:17 Mathayo. Yesu hajakuja kubeba dhambi ya mtu. Karibia hapa uone alikuja kufanya. Msalabani anaenda kufanya nini kaka? Ndio juzi nikaona watu wanabeba msalaba wanazunguka humu Wanaenda kwa unavunjika miguu. Niliona ndio hiyo Yaani anabeba dhambi. Hali sana. Na si dhambi ambayo Adamu alifanya, mwanamke aliambiwa atazaa kwa uchungu. Sasa kama Yesu kabeba dhambi, mbona wanawake wanazaa bado kwa uchungu? Sikiza, mwanaume atakula kwa jasho. Na mwanaume atakula kwa jasho. Na lazima tuende tutoe jasho ndio tule. Mbona bado ile hukumu iko pale? Hebu sikia Yesu alikuja kufanya. Inasema mwalimu wangu. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu alikuja kuambia watu watubu dhambi zao. Wewe ukifanya dhambi unatubu kwa Mungu. Sio yeye akubebea, hapana. Amefunza watu namna ya kutubu dhambi kwa Mungu. Wewe ukifanya makosa, nenda kwa Mungu, omba Mungu msamaha, Mungu atakusamehe kwa sababu Mungu anasamehe watu wote. Hakuna kubebeana dhambi. Amna hiyo. God's prayer ikasema utusamehe dhambi zetu. Na ndio unaona katika Lord's Prayer wakati mnaomba mnasema baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ukiteremka chini nasema utusamehe sisi na wakosaji wetu. So maanake unamuomba Mungu atusamehe. Sio kubebewa dhambi. Ni Mungu atusamehe. 6:9 Mathayo ukisoma inakueleza utusamehe dhambi zetu. Sio unaenda unasema ati dhambi zangu zilibebwa, hapana. Dhambi zako utaulizwa tu. Wewe mwanadamu bana. Sasa wewe ukiwa hapa unazini alafu dhambi inabebwa, sasa si wewe ungekuwa huku wanawake wote tunararua? Ama uende kwa jaji uambie jaji siku moja unastakiwa na mambo ya defilement, uambie jaji, wewe jaji hujajua bana, Yesu alibeba hiyo dhambi. Jaji anaongeza hukumu, anasema wewe kwanza fungwa miaka 300. Wakati anajua wewe na jaji mwenyewe labda hata mchungaji anasema wewe fungwa kwanza miaka 300 na anajua hata ufikishi hiyo miaka 300. Swali lingine ni kwamba ikiwa mnasema hatuwezi bebeshana dhambi zetu, dhambi yako utaulizwa wewe. Mbona mtoto anazaliwa akiwa labda ana shida ya kimaumbile, hiyo ni kutenda dhambi wazazi ama ni nini yake? Mtoto akizaliwa ana shida ya kimaumbile, maana yake amezaliwa labda inaitwaje, yani ni kiwete ama nini, yani mlemavu. Hiyo ni kwa uwezo wa Mungu. Mungu anafanya anavyotaka, huwezi muuliza Mungu. Ni Mungu anafanya anavyotaka, ni miujiza ya Mwenyezi Mungu. Hata Yesu alikuja akaulizwa, huyu kipofu ni yeye alifanya dhambi ama baba au wazazi wake? Yesu akasema hamna, hii ni uwezo wa Mungu ndio atukuke Mwenyezi Mungu ajulikane yuko anafanya anavyotaka. Anamuumba mtu anavyotaka yeye. Huwezi mwekea mipaka. Anakuumba hivi, ni mtihani amekupa, shukuru Mungu. Na ndio unaona kama sisi wa Afrika, piga hesabu uone. Angalia kama watu wa Europe na watu wa China na wapi wanatengeneza vitu, unaambiwa rocket na hizo vitu wanaita nuclear na nini, inaweza piga wapi na wapi. Mwafrika bado hajafika hiyo teknolojia. Wewe sema mbona Mungu amewapatia wale fikra ya juu na sisi hajatupa? Hapana. Mungu anagawa anavyoweza. Kuna matajiri, kuna maskini, Mungu anagawa anavyotaka. Huwezi uliza Mungu mbona mimi pia ukuniweka kwa utajiri? Hapana. Ni uwezo wa Mwenyezi Mungu, anafanya anavyotaka. Mwingine amezaliwa ni msichana, mwingine ni mwanaume. Huwezi uliza Mungu mbona nimezaliwa kijana? Hapana. Mungu ndo amefanya anavyotaka. Haulizwi anavyofanya Mwenyezi Mungu. Kwani yote anayofanya ni haki. Okay, katika Ukristo Yesu alipozaliwa tuliamini kuwa amekuja kukomboa wanadamu. Katika Uislamu Yesu mnamwamini kama alikuja kufanya nini ama atakuja kufanya nini? Yesu tumemwamini amekuja kufanya nini katika Uislamu? 61:6 Qur'ani.
61:6 Al-Karim. Tupe vitu. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya kitabu chake kisichokuwa na shaka ndani yake. Bismillahirrahmanirrahim. Na wakumbusha aliposema Nabii Isa ibn Maryam kuambia Mayahudi. Wakumbusha aliposema Nabii Isa ibn Maryam kuambia Mayahudi, anawaambia kitu gani? Enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na kutoa habari njema za mtume atakayejia nyuma yangu ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. Yesu alipokuja, alikuja kwanza kuwapatia habari njema hao wa Israeli, kwa sababu ametumwa kwa ajili yao na kuwaeleza yale yaliyotangulia. Na ndio unasikia anawaeleza, sijakuja kuivunja Taurati, nimekuja kutimiza. Maana yake yeye amekuja kuwawekea wakae ndani ya sheria ya Mwenyezi Mungu. Hajakuja kuambia ni nyingine. Hapana, ni kuwaweka tu katika ile laini ya Mwenyezi Mungu, watubu dhambi za wazao na kila kitu. Tunaamini nabii wa Mwenyezi Mungu katumwa kwa wana wa Israeli. Hujajibu swali langu. Nimesema kwa Kristo tunaamini kuwa alikuja kusafisha dhambi zetu. Umeniambia Wakristo mnaamini Yesu alikuja kusafisha dhambi zenu. Je, Waislamu mnaamini Yesu alikuja kufanya nini? Nikakwambia Yesu alitumwa kwa ajili ya wana wa Israeli, kuwaambia amekuja kuwapa habari njema, yani kuwafunza na kuwaeleza mambo yaliyopita, kuwafunza na kuwaweka katika ile sheria ya Mwenyezi Mungu. Hajakuja kuwatoa katika nini? Chanzo chake cha kufa msalabani ilikuwa ni nini? Yesu hajakufa msalabani. Karibia hapa. Kufa msalabani atakufa kwa ajili ya nini? Unataka kukimbia kaka? Ndio nataka nijue sasa, kwa sababu naona unamsukuma akufe na naona kama unamchukia tu akufe, lakini nashindwa. Ndio nataka uniambie na dhambi gani ambayo ama ni nini hicho kilichosababisha asurubishwe, kwa sababu Mungu tunayemwamini ni Mungu wa huruma, hawezi uwa mtu mwingine ndio mimi nipate mwangaza. Mungu anaweza nisamehe bila kutoa damu yoyote. Na ni Mungu wa haki pia. Na ni Mungu wa haki. Mungu hawezi dhurumu mtu. Yaani mimi niwe ndio mzinifu alafu kaka yangu apate ukimwi wakati yeye hajaizini. Mungu hafanyi kazi hivyo. Mimi naifanya machafu ndio nitapatwa na balaa ambao nazozifanya. Yaani Mungu hawezi atamfanye mtu mzuri abebe dhambi ya watu waovu. Hiyo hajaitokea hata katika nchi tunazoishi. Mtu hawezi kuwa mwizi na mtu mzuri ndio anashikwa ndio anafungwa, hiyo itokei. Mtu muovu anahukumiwa na uovu wake, mtu mwema anapewa haki yake namna alivyo, na Mungu ni mtenda haki. Nina imani Waislamu pia hutoa dhabihu jinsi Wakristo pia hutoa. Dhabihu namna gani? Sisi dhabihu, hebu fafanua kutoa dhabihu na ama tuseme ama kafara, yani katika madhabahu. Yani ili kama kuna maneno na kusumbua, unaweza toa dhabihu katika madhabahu ili kusimamia katika ile tuseme changamoto ama zile shida unazopitana nazo. Hata ukitoa dhabihu, hata utoe ng'ombe 300 na hujafanya hii kitu, haikubaliki. 66:8 Qur'an. Hata utoe ndovu lazima ufanye hivi. 66:8 Qur'an. Ati unaambiwa wewe unafanya mabaya, leta tu Mungu atakusamehe. Hamna. Kwanza kuna msamaha Mungu asamehei kabisa. Kwanza anasamehe dhambi zote Mungu, lakini kuna dhambi ambazo Mungu asamehi mpaka ufanye masharti fulani. Kwa mfano, wewe umemuibia mtu mali yake ukakaa nayo, Mungu hawezi kukusamehe mpaka urudishe hiyo mali. Lazima umrudishie ule mtu mali. Yaani wewe uibia mtu 1,000,000 alafu uende kwa Mungu, Mungu nisamehe, alafu mtu ule analia. Na unajua huyu analia kwa sababu nilibeba pesa yake. Lazima urudishe ndio uombe msamaha kwa Mungu. 66:8 Qur'an. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Yaani wewe unachukua shamba ya mtu 50/100, alafu wewe mtu analia, alafu wewe unajenga hiyo nyumba, alafu unaambia Mungu nisamehe usamehewe. Lazima urudishe hiyo 50/100 ndio Mungu akusamehe. Sikiza vitu. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu toba iliyo ya kweli. Lazima utubu kwa Mungu, tena tauba iliyo ya kweli. Hata ukitoa ndovu ama utoe nini, na wewe umechukua shamba ya mtu, ati Mungu akusamehe, hakuna msamaha mpaka urudishe hiyo shamba, alafu uombe Mungu msamaha. Hiyo ndio masharti tumekuwa katika Uislamu. Kuna ati kutoa dhabihu ati wewe. Sitakuwa wakora ni wengi sana. Mtu atakuwa anaenda anaiba bilioni 2, alafu anaambia Mungu, wewe Mungu nisamehe bana, nimetubu. Lazima urudishe hizo bilioni 2. Hiyo ndio masharti katika Uislamu.
Sio tunadhulumu watu alafu wewe unaenda kutubu. Yaani wewe unakula kuku ya mwenzako alafu unaomba Mungu akusamee. Lazima utafute hiyo kuku umrudishie. Ndio Mungu akusamee. Biblia yetu inasema kuwa Mungu wetu ni mwenye huruma. Yoyote atakaye tubu na kukiri makosa yake atasamehewa dhambi zake. Basi Biblia nzuri mno. Tayari umemdhulumu mtu. Ngoja kwanza karibia. Basi Biblia nzuri mno na ndio itasababisha basi watu wengi wadhulumu watu. Yaani wewe ananiambia Biblia inasema hata ukichukua shamba ya mtu, wewe uende tu ukiri kwa Mungu, wewe unasamehewa na unabaki na shamba na mtu anahangaika huko. Hiyo msamaha aina hiyo katika Uislamu hakuna. Yaani mtu anakaa IDP, wewe umechukua shamba yake, alafu ati Mungu akusamehe, huyu mwingine naye adhulumiwe. Hakuna. Mungu ni Mungu wa haki, hawezi kubali hivyo. Yaani wewe ukule pesa ya hospitali, watu wakufe kwa sababu wamekosa dawa, alafu uende kwa Mungu akusamehe na utaki kurudisha hizo pesa ya hospitali. Hakuna Mungu aina hiyo wakusamehe namna hivyo. Lazima urudishe. Lau tungekaa hivyo, kwa mpole nitakuleta hapa. Usipandishe pressure. Lau tungekuwa hivyo, basi ingekuwa watu wanadhulumiana. Unakuja unatafuta, unawekea hawa watu dawa wanakufa, unaenda kwa Mungu unamwambia Mungu nisamee. Unakuja unaangalia watu, unaona hii hospitali inajengwa, unachukua pesa yake yote, alafu wewe unaenda unaambia wewe Mungu nisamee bana. Unaangalia ndugu yako ako na mke mzuri, unaua ndugu yako, unachukua mke wake, unaenda unaambia wewe Mungu nisamee. Watu wangedhulumiana vibaya. Mungu ni wa haki, anaweka vitu vyote kwa haki. Huwezi kula mali ya watu alafu wewe mwenyewe ati uende kuomba msamaha. Lazima uyarudishe yale mali. Na ndio unaona watu watastuka mno kwa sababu Mungu ameweka sheria strictly sana kwa ajili ya dhuluma. Leo nichukue hii simu yako alafu niombe msamaha kwa Mungu. Unakubali hivyo niende nayo? Sione haya, mjibu tu mwalimu. Sione haya bana. Hii kasimu nataka unipatie, niende niombe, sio kunipatia, ni kunyang'anye, alafu niombe Mungu anisamee. Unaweza ninyang'anya unapoenda huko, dhamira yako ama hisia zako zikuonyeshe kuwa ule jamani nilimnyang'anya simu na nimeuza nikapata pesa, lakini sio kitu kizuri nilifanya. So bado pia unaweza enda ukapiga magoti ukatubu kwa Mwenyezi Mungu ukamwambia yeye Je, kuna andiko ya aina hiyo katika Biblia inayosema mtu anaweza ua mtu, anaweza nyang'anya shamba ya mtu alafu akaenda akaomba Mungu akamsamee? Utenda dhambi bila kusudia, sio kusudia, unaona? Ndio nimekuambia kuna dhambi lazima urudishe mali ya watu. Kuna kwenda nini? Hata kotini ukienda, uwezi ambia jaji nisamee nilichukua hiyo shamba na utaki kurudisha. Jaji anakuambia kwanza rudisha hiyo shamba ndio uombe msamaha. Hapa duniani, jaji hapa. Yaani wewe useme mimi nilichukua ile shamba jaji, lakini naomba unisamee. Jaji anakuambia masharti haya, kwanza nenda rudisha shamba kwa mwenyewe, alafu sasa ukuje tuone kama utasamehewa. Yaani jaji awe akona uadilifu kuliko Mungu. Mungu ndiye akona uadilifu zaidi. Mungu hawezi dhulumu watu. Wewe unaonaje nichukue ile kashamba yenu pale Ushago alafu niombe Mungu anisamee, alafu niendelee kulima? Haiwezekani. Lakini unaona wewe unasema haiwezekani, utaenda kotini. So dhambi ziko tofauti. So kuna dhambi lazima utimize yale masharti. So kafara inatolewa kwa mfano. Sasa kafara ambayo inatolewa ni kwa mfano, nimekuibia simu. Sawa? Kama hii yako nimekuibia katika Uislamu. Sasa kafara ambayo inatolewa, nimekuibia simu. Nimeona nilifanya makosa, nataka kutubu kwa Mungu na masharti lazima nikurudishie. Nimekutafuta nikakukosa. Nimekutafuta nikakukosa. Sasa hapo inaniruhusu nitafute pesa ama kiwango cha hiyo simu na nizidishe. Na nipata vizuri, nipatie maskini. Ili siku ya mwisho ukisema unataka haki yako, nitakurudishia kwa sababu nilipeana. Lakini sio ati mimi niwe nakula kuku za jirani, usiku naomba Mungu msamaha. Jirani anateta kuku zake zinapotea, mimi najua wewe teta tu. Jioni nachukua ingine, naambia Mungu, wewe Mungu nisamee. Hiyo hakuna. Kwa sababu jirani ana haki yake pia kwa Mungu. Sina swali lingine. Una ingine? Asante sana. Karibu sana katika Uislamu nafasi iko wakati wote. Ngoja kwanza mzee wangu karibu. Kuna kijana pia yuko hapa ameinua mikono sana. Karibu mzee wangu. Mimi wananiita Salim. Mimi ni Freddy. Freddy, Muislamu, Kristo? Mkristo. Asante sana. Injika swali ungependa kuuliza Waislamu Freddy? Niko na swali. Naam. Swali yangu iko hivi. Hii mambo ya kuoa wanawake wengi
Weka sauti vizuri kwa sababu nasikia kuna pointi unagonga. Yaani unasema hii mambo ya kuwaoa wanawake wengi hii. Ina shida gani hiyo? Jua kwa upande ya Quran kama mnaisupport kwa at the level of 100%, lakini kwa Ukristo haina support iko chini, iko kwa percentage fulani at the level of 45% kwa Old Testament, lakini kwa New Testament inazoea hiyo, inakataa. So swali yangu ni hii, Uislamu inatambua tofauti ambayo iko between Old Testament na New Testament, kama kuna tofauti? Sisi Waislamu hatuna New Testament wala Old Testament. Sisi tuna kitabu kinaitwa Al-Quran peke yake. Pili, hii ya kuoa usije ukaihepa. Sisi Waislamu kuoa wake wengi, kwanza lazima uwe una uadilifu. Uadilifu ni kwamba vyenye utamfanyia huyu mke wa kwanza umfanyie huyu mke wa pili. Na hii uadilifu lazima uangalie, kwa sababu huyu mke wa kwanza anaweza kuwa ako na watoto 7, huyu wa pili ako na mtoto mmoja. Sasa uwezi peleka huku 20,000 na huku peleke 20,000, itakuwa bado unadhulumu, kwa sababu huyu ako na watoto 7, huyu ako na mtoto mmoja. So kuna uadilifu lazima uangalie vizuri. Na sio lazima uoe wake wengi, hapana. 4:3 Qur'an. Sikiza, inakuja namna gani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mbona mnaogopa kuoa? Na wazee wetu ndio hivyo walikuwa wakioa, ama nguvu zilishanga. Sikiza habari. Kwani ni uongo? Afrika walikuwa wanaoa na sio siri. Ukienda kwa Waluya pale kwanza walikuwa wanapiga 3, 4, 5, kuja kwa Wajaluo, kuja kwa Wakikuyu. Walikuwa wazee wetu wana hiyo nguvu. Sijui kama ni hizi chakula ilituhangaisha ama nini. Tupe vitu 4-3. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oweni mnawapenda katika wanawake, maadamu mtawafanyia insafu. Wangapi? 2 au 3 au 4 tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi oweni mmoja tu. Qur'ani inasema kama we unaona huna uwezo wa kuwatimiliza wanawake 2, wewe unaambiwa ubaki na kamoja. Lakini usibaki na kamoja na unaendelea kuzini, utaletea huyu mke maradhi. Lakini kuna vidume wana uwezo wa kuoa wake 2 na wakaweza kuwalisha na wakaweza kuwafanyia uadilifu wako. Hata viongozi wengine wa Kristo wanakufa na tunasikia walikuwa na wake 3, wengine tunasikia walikuwa na wake 4. Hata hapa. Na wengine hata wanasimamisha mbele ya watu. Na juzi tumeona hata huyu nataka pao anaweka mke wake ndio huyu wa kwanza, wa pili ndio huyu. Jirongo aliyekuwa hapa juzi tuliona ako na wake sijui wangapi. Kwa sababu gani? Ana hiyo uwezo. So usimzuie. Ana shamba ya kutosha, ana nini, ana mambo ya kufanya. Sasa unamzuia nini? Kuliko kufanya zina. Zina inaleta ufukara na inaleta maradhi. So kuoa kama una uwezo, Uislamu imesema ubaki na kamoja. Kama uko na uwezo usiende kuzini, ongeza na utangaze kuwa umeongeza, ijulikane. Kama huyu anaogopa wake 2 sijui kwa nini. Au kafanya, nitakupa nafasi, au kafanya vyenye watu wanafanya kama huku tunakoishi. Unapata mtu anakuambia niko na mke mmoja, kumbe ukienda Soweto ako na mwingine ameweka hapo, ukienda Kariobangi ameweka mwingine, anajifanya ati anaenda safari, kumbe anaenda Kariobangi. Tunajua na yeye. Wakati atakufa tu. Akikufa tu, akiwa pale mochari ati anakuja kuzikwa, wanatokea wanawake 2 ama 3, na ukiangalia watoto hawa wanawake unasema hii ni watoto wa bradhangu. Unajua kuna watoto ukiangalia unajua ni wetu tu. Sasa badala hiyo aibu yote si utangaze tu. Kama una uwezo, kama una uwezo wewe baki na mmoja. Kwa hivyo hii mambo ya kuoa wanawake wengi si ati ni sheria kwa upande wa hujalazimisho na yote. Si ati lazima uwe ni kulingana na uwezo wako. Sisi wanadamu hatuko sawa. Kuna watu hata katika uwezo wa kitanda hawako sawa. Habari vizuri kuna mmoja anakimbia 24, ile mbio tulikuanga tunaita 24. Mwingine akikimbia 100 mita anachoka. Sasa mtu anakimbia 100 mita anachoka, unamweka wanawake 2 atawezana wapi? Lakini kuna bulldozer zinajulikana. Sasa kama huyo bulldozer na ana uwezo, anaambiwa ongeze kuliko aende huko nje. Sasa wewe unajua naongea na balagha, wewe unajua mtu mzima.
Si unajua hiyo ni ukweli wako wanaume bulldozer? Hiyo najua. Alafu sasa na kuna goigoi. Sasa hata wewe unaweza na vile unaona umefungiwa tu na kanisa. Wewe ni venye umefungiwa tu na kanisa. Wewe ungeongeza kuliko Alafu wacha nikwambie kitu kingine watu hawajaijua. Wanaume ambao akonomo, mwanaume ambao akonomo anawaza mambo ya ngono mara nyingi sana kwa siku moja. Na mwanaume akikosa hiyo mambo anakuwa hata mgonjwa. Mwanaume ambao akonomo labda awe ni mgonjwa, lakini akonomo akose hiyo tendo ya ndoa hivi anakuwa mgonjwa mwanaume. Si uongo. Yani akonomo, yani mwili yake iko sawa, iko kila kitu. Akose wiki 2 wiki 3 anakuwa mgonjwa shehe. Unashangaa huyu mwanaume alikuwa vizuri, mbona anaonekana ni hiyo? Kwa sababu ni dawa pia, una habari hizo. Hii ni baraka, lakini lete hoja wewe. Watoto hawajalala. Watoto hawajalala bado, baraka tunaguza. Wanaume wako hapa wanajua ni ukweli. Kwani ni uongo wanaume? Na sasa ukimaliza mwezi labda kuna maradhi yanakusumbua kwa mwili. Maradhi yanakusumbua kwa mwili. Ukifunga, ukiwa umefunga unakubaliwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu. Usiku wa saumu inakubaliwa. Qur'ani 187. Kwani ni story? Yani mpaka wakati wa saumu unakubaliwa usiku. Kwa sababu hii kitu acha nikwambie, na si uongo kwa wanaume ambao wako nomo. Kila asubuhi ukiwa nomo mwanaume akienda kuamka naye ule bwana anaanza kupiga salute. Unajua uko nomo, kuna mambo anahitaji. Sasa unajua sasa mimi nawapatia kwa baraka kwa sababu watoto wasije wakaona. Sikiza inasemaje katika usiku wa saumu. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Mmehalalishiwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu. Mmehalalishiwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu. Usiku unakubaliwa, mchana ndio umekatazwa. Sikiza habari. Wao ni kama nguo kwenu zilizokuandeni mwilini. Na nyinyi ni kama nguo kwao. Mwenyezi Mungu anajua kwamba mlikuwa mkizihizi nafsi zenu. Tulia. So mwanaume ambao akonomo ndio nimekuambia. Na ndio unaona tuko na mambo ya uzinifu na watoto mnasema hawana baba. Kwa sababu kijana amefika almost 18 years, amemaliza shule na nini, lakini huyo kijana anakaa mpaka afike 30 years ama 35. Hii miaka yote, hii miaka 10 na kitu. Alikuwa anapeleka mambo yake wapi wakati ako na nguvu na anakula vizuri? Anaharibu watoto wa watu. Nambara vizuri ni maumbile ya Mungu, sio sisi tumeumba hivyo, ni maumbile ya Mungu. Na ukienda hospitali hata watakwambia kama una basi funga. Kwa sababu chakula ziko na ile energy na nini. Ni maumbile ya Mungu haya vitu. Tusijifanyange ati tunaishi mbinguni, ati tunashuka asubuhi. Hapana. Unajua watu wengine nao wanajifanya watakatifu, watu wanaishi mbinguni, wanashuka asubuhi. Hapana. Sisi wanadamu tunajua hili. Kama uko nomo, mwili yako kama, lakini kama uko nomo unaweza kaa hata mwaka mzima kwa sababu wewe mgonjwa. Ni ukweli. Ndio hivyo. Injika swali. Sasa kuoa wake wawili uwe na uwezo na uwe na hizo mambo. Na pia lazima uwe na afya. Kwa sababu mwanamke ukimleta, hujamleta akae tu kwa nyumba. Kuna shughuli iko. Hiyo shughuli wewe unaijua tu. Si ndio hivyo? Si kwao kulikuwa na nyumba na kwao kulikuwa na kila kitu. Sasa kuna mambo yamekuja humu. Sio sistako. Hapana. Wewe si unajua. Allah. Mzee wangu ndio ukweli ulioko hiyo. Sasa ngoja kwanza tusikie. Swali lingine, swali lingine. Kuna kijana amekutangulia huyu. Huyu anaangalia nyuma huyu. Wakati Yesu alikufa, baada ya kusulubiwa, alimaliza siku 3 pale mali yani alimaliza siku 3 kaburini. Kaburini. Baadaye akafufuka. So hiyo ufufuo yake kuna utofauti ambayo ilikuja ikaleta kwa upande ya Wakristo kulingana na imani na vile pia maandiko inasema. So swali yangu inakuja hapa. Uislamu inatambua ile ufufuo ya Kristo? Waislamu kama inatambua? Waislamu hatutambui kuwa Yesu amekufa na kufufuka, hatutambui. Qur'ani 4:171. Qur'ani 4:157. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu.
Na kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariam, mtume wa Mungu. Hali hawakumuua wala hawakumsulubu, bali walibabaisha mtu mwingine wakamdhani Nabii Isa. Na kwa hakika wale waliokhtilafiana katika hakika hiyo ya kumuua Nabii Isa, wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema kauawa. Wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili la kwa kweli wamemuua Nabii Isa, isipokuwa wanafuata dhana tu, na kwa yakini hawakumuua. So Qur'ani natuambia hawakumuua. Sawa hiyo ni Qur'ani. Funga Qur'ani. Sasa katika Biblia tunaambiwa kulikuwa na njama ya kumuua huyu Yesu. Lakini Yesu alienda kitu inaitwa exile, akaenda kujificha. Katika hali ya maombi. Katika Biblia alikuwa katika hali ya maombi. Sio maombi. Kaenda kujificha 12:36 kitabu cha Yohana. Hapo sijasikia. Ndio nataka kukupa leo. Pengine munielezee. Na ndio nakuelezea kwa leo. Yesu kaenda kujificha asiuawe, sio mambo ya maombi. 12 Yohana 36. Inasema mwalimu wangu kaja kuandika. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha wasimuone. Allah, kumbe tulia. Si tunaenda pole pole tu. Utakuja uulize. Sasa ngoja kidogo. Ngoja ni kidogo. Yaani wakati tumefika kwa uhondo usiharibu, sawa wacha nikuteremkie chini pole pole. Haya 12:36 anza malizia mpaka chini pole pole tu, siwe na maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake, akajificha wasimuone. Walakini ajapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao, hawakumwamini. Unasikia? So yeye walikuwa wamefanya ishara nyingi mbele yao, lakini hawakumwamini kwa sababu alijua hawa watu wanatafuta kumuua. Akaenda zake akajificha. Swali ndogo, alijificha wapi na alijificha kwa nini? 7:1 hiyo Yohana. Na baada ya hayo Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya. Yesu alianza kutembea katika Galilaya. Kwa nini alitoka mji wake akaenda Galilaya? Maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Yesu hakutaka kutembea katika Uyahudi. Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanatafuta kumuua. Kumbe Yesu alijua nikienda pale kwa Wayahudi wanatafuta wamfanyeje? Wamuue. Akaenda kutembea Galilaya. Unanielewa vizuri Kuwa mpole nimalizane na huyu, alafu utakuja ulete vitu vyako. Sasa shida iko wapi? Unanipata vizuri So hakuna shida, si hata wewe utalipwa na wazungu. Shida iko wapi? Unajua kuna kijana na hasira anasema ati mimi nikitoka nalipwa na Waarabu. Si yeye atalipwa na wazungu pia. Shida iko wapi? Si ni fair hiyo? Aende kwa wazungu achukue mshahara. Kama hii Kenya mbona tunaishi kwa furaha? Usituletee makasiriko yetu Kenya. Kenya si tunaishi kwa furaha. Wewe na lazima hizi vitabu tuzichambue kwa sababu hii kitabu si yako. Hii kitabu ijaandikwa jina yako wala familia yako. Hii kitabu imeandikwa kwa ajili ya watu wote. Sasa utapata nafasi. Kuwa mpole baba, na ukiumwa unameza Panado, usiwe na wasiwasi. Au ni Brufen siku hizi wanaambiwa ameze. Sasa sikiza. Wacha nimalize na huyu tu, nakupa nafasi. So alienda akajificha. Nakumbuka Yesu kuna wakati ameenda mlimani akaomba Mungu amuondolee kikombe cha nini? Cha dhambi, cha mauti. So Yesu hakuwa anataka kufa kwa sababu aliomba Mungu amuondolee kikombe cha umauti. Swali ndogo, je, Mungu alikubali maombi ya Yesu au alikataa? Kwa sababu Yesu, nitakusomea, alienda mlimani akalala usiku kucha akimuomba Mungu amuondolee kikombe cha kufa. Kwa sababu aliona hawa jamaa bana watanimaliza, anamuomba Mungu msaada. Na tunaambiwa ombeni mtapewa. Sasa Yesu akaomba Mungu amuondolee asife. Je, Mungu alimsikiza? Alimsikiza. Kama Mungu alimsikiza, alimuondolea kikombe cha mauti? Alimuondolea kikombe cha mauti. Basi hajafika basi kufa. Ndio sababu hiyo. Ila
ila katika Biblia neno kufa na kufufuka sio maana ya kwenda kaburini. Hapana, ndio Yesu akaenda akajificha kisha akaonekana, watu wakadhani alikufa na akafuka. Kwa sababu gani? 15:31 kitabu cha Marko. Inasema mwalimu wangu, tena kufanya shangwe na furaha ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka. Maana yake alikuwa amepotea naye ameonekana. Kumbe katika Biblia ulikuwa ukikosekana, watu wanasema umekufa. Na ndio akaenda huko. Alitoroka akakimbia kaenda sehemu nyingine. Alitoroka akaenda sehemu nyingine. Hata vizuri kama hakuna kitu ya maana utafanyaje? Unakaa hapo. Sinaonekana pia na wewe hujielewi. Sasa sikiza tu. Haya brother, karibu. Niko na moja. Brother, karibu. Uko na moja ya mwisho. Simama hapa tu brother, usiwe na wasiwasi. Swali gani uko nayo? Nauliza hivi. Naam. Kwa sisi kama Wakristo, nyinyi kama Wakristo, Biblia inapinga vita na kuua. Yaani anasema Biblia inapinga vita na inapinga watu kuua. Sikiza vizuri kaka yetu swali yake. But kulingana na hii nini yenu, hii Qur'an yenu ni kama ina support mauaji in a certain level over 100% there. Asante sana. Tofauti, swali yangu ni hii. Kama binguni Mungu ni moja na Mungu mmoja, huyu Mungu mmoja ndiye atajaji kila mtu. Je, hii Qur'an inatambua kama binguni ni moja ama wako na binguni yao mahali? Nasikia swali yake, ila swali yake imeshikana mara mbili. Kwanza amesema Biblia inakataza kuua, ila Qur'ani kwa percentage kubwa inakubali watu waue. Nasikia vizuri. Alafu ndio akauliza, je, hii bingu ambayo mnaenda Waislamu ni moja ama nyinyi mko na bingu yenu tofauti? Sio, tuanze na hii ya kuua. Kwanza Qur'ani imekataza kuua kabisa. Qur'ani 5:32. Kwanza ukiua mtu mmoja unahukumiwa kwamba umeua watu wote duniani. Bada vizuri sikiza Qur'an nasemaje? Antasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Na kwa sababu ya hayo tukawaandikia wana wa Israeli ya kwamba atakayemuua mtu bila yeye kuua mtu au bila kufanya fisadi katika nchi basi ni kama amewaua watu wote. Yaani ukiua mtu mmoja unaandikiwa dhambi ya kuua watu wote duniani. Maana yake utachomwa kuliko ibilisi. So Uislamu unakataza kuua. Malizia. Na mwenye kumwacha mtu hai, yani kumsaidia kuishi, yani akamsaidia yule mtu akaishi, ukamkinga yule mtu, ni kama amewacha hai watu wote. Ni kama umeacha watu wote hai. So Uislamu imekataza kuua. Wacha hivyo. Uislamu inaniruhusu wewe ukimaliza mkutano ni kukinge kama unakuwa na wasiwasi ile njia unapita na umekataa, umesema sitaki Uislamu, nikupeleke mpaka kwako kwa nyumba mpaka ufike mahali pa salama. 9:6 Qur'ani. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kama mmoja wa shirikina akikuomba mlinde ili asikie maneno ya Mwenyezi Mungu, basi mlinde asikie maneno ya Mwenyezi Mungu. Kisha akitoa kubali, akikataa sema sikubali hii Uislamu, usimlazimishe wala usimdhuru. Usije ukamlazimisha wala usimdhuru. Fanya nini? Bali mfikishe mahala pake pa amani. Kama hataki kufuata Uislamu. Unasikia? Yaani kama hutaki, hata siwezi kuambiwa ni kuchune, hapana, na kufikisha sehemu yako ya salama. Kwa nini? 17:33 Qur'an. Tumekatazwa uuaji. Ni watu wanataka kuharibia Uislamu sifa, wanatumia Uislamu kwa kufanya machafu yao. Venye unaweza pata ngoja kidogo. Venye unaweza pata katika Ukristo kuna watu kama ili tumepata ya Shakahola, hawakuwa Waislamu, ni mchungaji alipatikana hako kotini. Unanipata vizuri na ako na kanisa. Hatuwezi kusema tu Wakristo ni wauaji, ni mtu mmoja aliyefanya machafu. Kuna mmoja hapa Uganda aliambia watu waingie, John Kiputere aliambia watu dunia inaisha, akaingiza kanisani akachoma Uganda. Ukitaka utaona hiyo nini yote 800. So hatuwezi chukua makosa yake tukawekea Wakristo.
Nayo kosa ya Muislamu mmoja usiwekee Waislamu, kwa sababu sisi makosa yetu labda ututolee kwa Qur'ani 17:35. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msiwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza kuiua. Hufai kuua, tumekatazwa. So ukiona mtu anaua, anaenda kinyume na Qur'ani. Pili, sisi Waislamu hatuendi binguni. Kwa sababu umeniuliza, je, kuna bingu ya Wakristo na Waislamu? Sisi Waislamu hatuendi binguni. Sisi Waislamu tunaenda wapi? 43:68 Qur'ani. Mpe vitu. 43:68 Al-Karim. Yaani binguni si hatukanyagi huko. Sisi tunaenda. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Enyi waja wangu mle wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Waja wangu ambao walisiamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini, yaani peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Sisi tunaenda peponi, maanake paradise. Hatuendi binguni sisi. Na Yesu naye hakuenda binguni. Alienda wapi? 23:43 Luka. Alienda peponi. Tupe vitu. Inasema mwalimu wangu. Sikiza mambo ya Yesu naye anasemaje? Yesu akamwambia, amin, nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Ala, kumbe Yesu anamwambia yule, leo hivi utakuwa na mimi wapi? Peponi. Na Waislamu wanaenda wapi? Peponi. Tunaenda pamoja na Yesu. Kunywa supu. Karibu brother. Karibu brother. Ngoja, kaka amesema ana swali ya kuuliza. Wacha aulize tusikie. Tulia tu. Unajua haya mafunzo yanafungua watu zaidi. Wanaelewa. Mimi wananiita Salim. Mimi nawaita Eli. Eli, Muislamu, Kristo? Kristo. Mkristo, asante sana. Swali gani ungependa kuwauliza Waislamu? Ningetaka kuuliza kwamba... Naam, tulieni tuwasikize maswali. Yanakuja hapa maswali Nilikataka kuuliza kwamba... Naam. Kwa upande wa Kristo, Mungu ni kama aliumba binadamu, Adamu na mke wake wa kwanza Eva. Lakini sasa kwa upande wa Islamu sijui kama hiyo iko. Na kama iko, ukisoma kitabu maybe ya kwanza Genesis, tunaambiwa Mungu akiwa ameumba au Adamu na Eva wakawaweka kwa shamba la Edeni. Na hapo walikosa kufuatilia maagizo ya Mungu, badala wakafukuzwa. Kwanza hii shamba iko wapi? Hii ya Edeni. Mnaambiwaje katika Ukristo? Sisi tunakubali Mungu aliumba Adam na Hawa, iko katika Qur'ani. Lakini wewe unasema akawekwa katika shamba alafu akafukuzwa. Hii shamba iko wapi? Tuende tukaichunguze iko wapi? Ama mnafunzwaje katika Ukristo hii shamba iko wapi? Iko nchi gani? Kwa sasa hii teknolojia ziko juu sana. Imespotiwa iko nchi gani hii Edeni? Kwa sababu aliambiwa msikule hii tunda ya mti wa katikati. Sasa iko wapi? Maana kulikuwa na matunda mengi. Sasa hii shamba ya Edeni iko wapi? Hapo hatujaelezewa. So katika Ukristo hamjaelezewa. Asante. Sasa katika Uislamu tumeelezewa. Shamba la Edeni iko peponi. So Adam na Hawa waliumbwa peponi, wakafukuzwa, wakaletwa duniani. Na ndio tukifa, tunazikwa, tutafufuliwa, ndio tupelekwe tena peponi alikotoka Adam na Hawa. Peponi. Tulia kwanza nikuonyeshe 20 Qur'ani 120. Tupe vitu. Waliumbiwa peponi, sio hapa duniani. Na hiyo tunda liko tutaliona. Lakini nyie mkiulizwa wapi hiyo peponi, haimo. Na ukiuliza Mkristo hata msomi yule pasa, muulize. Adam katika Biblia tunaambiwa alizaa Kaini na Abel, si ndio? Ndio. Kaini akaua Abel, si ndio? Ndio nilikuwa nataka niulize. Ndio ulikuwa unataka kuleta swali. Wakabaki watatu. Na tunaambiwa Kaini alienda akaoa nchi ya Nodi. Alioa nani wakati watu ni watatu duniani? Tutarudi hapo. Lazima ujiulize. Huwezi letewa kitu ukafuata kama mtu uelewi. Lazima uulize ndio ufunguke. Huyu Kaini alioa nani wakati watu ni watatu duniani? Ndio upate majibu. Sikiza kwanza hiyo shamba ya Edeni. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Tupe vitu. Lakini shetani alimtia wasiwasi. Yaani alimchokoa akamwambia, ewe Adam, je, nikujulishe mti wa umilele na ufalme usiokoma?
Basi wakaula wote wawili. Asante. Na uchi wao ukawadhihirikia. Na wakaanza kujibandika majani ya peponi humo. Wakaanza kujibandika majani ya peponi. Walikuwa peponi, ndio kuna hizo majani kubwa ya kujifunika. Sio hapa majani gani ya miti gani utafunika uchi yako yote, majani moja. Ni huko peponi. Tena wanaambiwa wakajifunika majani huko. Teremka usikie, wakaambiwa. Na Adamu akamkosa Mola wake na akapotea kidogo njia. Kisha Mola wake akamchagua na akamkubalia toba yake na akamuongoa. Mwenyezi fanywa kazi, na tukienda peponi hakuna kufanya kazi, matunda ya aina yote iko. Kaka anaangalia epo iko pia. Anapenda epo huyu. Kwa raha zako matunda yote iko peponi. So ni imani ya Kiislamu. Sasa hiyo swali yako unataka kuuliza ni swali nzuri sana, lakini ikifika 6:30 tunakimbia msikitini kwenda kusali. Sasa kesho bado ni holiday. Sasa we njoo na maswali yako yote, na usiwe, wacha nikuhusie kitu moja, usiwe ati kwa sababu umelelewa tu hapa hiyo tu ndio unajua. Tunaambiangwa sisi katika lugha ya kwetu, mtu ambaye hatembeangi huwa anasema mamake tu ndio anajua kupika vizuri. So kutembea inakufungua akili, na kusoma mengi, elimu inaitwa knowledge is power. Unajua mambo mengi. Usijifungie katika ile knowledge yako, ati mimi ni Mkristo nitabaki hapo hapo sitaki kujua hii wala hii. Hata ukipata kitabu inaitwa Ngita ya hawa Wahindi. Hawa na sio Wahindi, nikisema Wahindi na generalize. Hawa wanaitangwa ni Karasinga ama nani, hawa naabudu ng'ombe, wewe unawajua wewe. Mabaniani. Wahindi kuna Wahindi wa Islamu, kuna Wahindi wa Kristo. Wahindi tuko nao katika msikiti wa Islamu. Wahindi ni jamii kubwa. So kuna hiyo sekta ambayo inaabudu hiyo ng'ombe. Ukipata hiyo nini yao, kitabu yao, chukua soma ili ujue. Kujua ndio mingi. Hii ukitoka ukiuliza sitaweza kujibu. Wacha tuulize kesho, tumalize kesho tunaenda kusali tafadhali. So kesho mapema. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.